Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tunachokataa kila pingamizi chote za mashetani. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na nashukuru sana kwa wakati huu. Naona wakati ulikuwa katika ushirika, nilialika watu wakaweza kuja hapa, na naamini umekuja hapa kwa sababu ule mwaliko. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha kwa hii nyumba na niwaeleze kwamba sababu ya kuja hapa ni kwa sababu tu ya kumshukuru Mungu kwa yale ametenda katika maisha yetu kama familia. Mimi pamoja na bibi yangu Rose na watoto wetu watatu, Ebeneza akiwa first born. Nakumbuka wakati ule akizaliwa nikamuita jina Ebeneza, maana wakati ule ilikuwa very spiritual, na nikakumbuka kwamba kila mahali nimefika ni Mungu amenifikisha. Ile jina likanijia kwamba mahali popote nimefikia nikiita mtoto kwa sababu nitakuwa nakumbuka kwamba mahali popote nimefikia maishani mwangu ni Mungu amenifikisha pale. Na nashukuru kwa sababu ya vile tumetoka naye chini, alikuwa mdogo sana, mwili wake ulikuwa mdogo, alitusumbua sana katika kumulisha, namulisha kabisa chakula lakini mwili unabaki hivyo hivyo kwa muda mrefu. Naona mwili wake umekuwa wakati ameenda secondary school. Lakini akiwa mdogo tulingangana. Wakati ule ni first born, naenda natafuta ngano, tunapika ngumu, tunajaribu kumpatia, anakataa. Tukimulisha weight yake iko tu chini hata kama amekula. Kwa hivyo sasa na Mungu amenisaidia, na nataka kusema kwamba sababu nikisema washirika wakuje na mashabiki zangu ni kwa sababu ya msaada wenu katika maisha yetu. Nakumbuka familia ya Mwafusi wakati ulikuja hapa, uliona ushirika wetu ulikuwa na shida, lakini sisi tukitoka kule tulikuwa kwa ushirika, na tukikuja hapa ushirika sisi tumekulewa kwa ushirika. Na ndio sababu nasema kwamba huu ushirika ndio umetufikisha mahali tumefika kwa ajili ya maombi yenu. Nikikuja hapo mtoto alikuwa kwa form 3 in 2015, na tumekuwa tunakutana, tunaomba asafiri vizuri mpaka wakati wa mtihani tunaomba, na siwezi kuwasahau kwa sababu Mungu amewatumia kwa ajili ya nafasi hii. Na ndio niliwaandika kwamba tukaweza kuja tukusanyika pamoja. Kwanza tushukuru Mungu kwa ajili ya amali ametufikisha, na ya pili tuombe Mungu kwa sababu sasa safari yenye anataka kuanza itakaa ndio ngumu zaidi. Naamini saa hizi mimi nikikaa naambia nitakaa nikiwezekana ende kula kosi yake nichukua kama miaka 4. Sijajua kama atakuwa anamaliza siku anarudi, labda mwaka anarudi, au labda atamaliza miaka 4 ndio arudi. Unajua utakuwa ni muda mrefu tutamkosa. Kwa hivyo kitu tunaomba ni kwamba tutakusanyika tumuombe kutoka kwa roho zetu ili akienda Mungu amsaidie. Kwa hivyo karibuni sana na Mungu awabariki. Labda nitamwalika mwenyewe nao aseme kitu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi namshukuru Mungu kwa pale aliponitoa. Niliingia secondary school, niliingia shule ambayo sikuwa nataka, nilikuwa nimepanga niingie hizo shule kubwa kama Mango, Lazi, ndio nilikuwa natarajia, lakini kwa bahati mbaya nilipata huko Msingi. Lakini namshukuru Mungu alinilinda, nikasoma, though I nilipata some challenges, he pushed me through, he made me strong. And I thank God that nilimaliza nikapita vizuri. I'd like to thank washirika wamekuwa na sisi, tumekuwa tunaomba pamoja, hata relatives wangu tumekuwa pamoja kwa maombi.
hata familia, as all my parents have been supportive. I thank you all. And for that all, God bless you all. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru kwa ushuhuda huu. Ushuhuda ni mzuri sana kwa vijana wetu. Kulingana na vile nilisikia ripoti zake, alikuwa na bidii sana ya kusema lazima akusomee ile kitu iko ndani ya roho yake. Na hiyo maombi yake imesikizwa na Mungu. Kwa sababu Mungu anachunguza roho. Roho yako imeaminisha kweli unataka kitu fulani. Na kweli nikawa ndio hivyo. Kwa hivyo mimi jioni ya leo hata nikiambiwa nije, nimejua kwamba maombi yake Mungu ameyajibu. Bwana Yesu asifiwe. Mamake yuko hapa, kwanza tunataka tusimsikize. Kuna wamama wetu hapa tunataka tuwasikize vile kijana, kama hamjapata hiyo ushuhuda. Mama kwanza atoe ushuhuda wake, alafu ndio wao wengine kama kuna mtu yote atachangia changie. Yote katika jina la Yesu. Nami nashukuru Mungu kwa umbali Mungu amenifikisha, nasema yeye ni Ebeneza, ametushindania. Washirika tumekuwa tukishia mengi na nyinyi na mnanijua. Bwana Yesu asifiwe. Mnanijua, ni ushuhuda pale nimefika ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa ni mengi nilipitia, mkinitia moyo, tukiendelea pamoja mpaka hapa nimefika. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa kuwa ametusaidia. Kwa vile mmetokezea watu wa mchungaji pamoja, kumshukuru Mungu kwa kuwa ametenda kwa ajili ya vijana na jinsi ya kumwanini, maana ni witness. Kijana tunamtuma huko kama balozi pia. Si aende kule, ametoka katika nyumba ya Kristo, aende afanye mambo yake. Ndio maana tukafanya hivi ushirika ili ajue tu akikwa kule, ajue kuna wakati niliombewa. Na awe na ile hukumu, kwa sababu ni kijana, awe na ile hukumu ya Mungu ndani yake. Kila wakati ajue kweli nimetoka mahali fulani na naenda mahali fulani. Ndipo sasa tukawaita mahali hapa ili mtaweze pia kumpatia ushauri ili anaweza kuwa langu amesikia hivi nimefanya, lakini akasikia la mtu mwingine nikamshika zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Alice. Niokoka Yesu ni Bwana, na huu ni ushirika wangu. Mengine nitamshauri baadaye, manake mimi pia niko na watoto. Amen. Mimi ni mshirika wa hapa, Mrs. David Wanjala, na nimeokoka na mpenda Yesu. Ushauri wangu tu kijana, ulimwengu huu umejaa na unawatafuta. Yaani shetani anatafuta sote, lakini mostly anaangalia hawa chipukizi, ndio anawaangalia sana. Sasa wewe tu focus on God, kwa sababu unamjua na umetoka katika familia unamjua Mungu. Just focus on God, go study hard, work hard. Vile wewe mwenyewe umesema tu unapenda work hard, fanya tu bidii yako yote na Mungu atakusaidia. Mimi naitwa Fuka. Nasalimu yote katika jina la Yesu. Mimi kwa majina ni Rose Wachaka Vadi. Nikaolewa na ndugu ambaye anaitwa Joseph Tuku, ndio mume wangu. Kwa hivyo mimi ni mnyumba katika nyumba hii. Nataka tu nimwambie Ebeneza kwamba kibali cha Mungu kikaweze kuwa juu yake. Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Lorraine Mafusi. Babangu ni huyu, mamangu kwa hapa. Mimi mshirika pia. I'm still gathering my thoughts of what to tell him. So nitaongea tu. Mimi naitwa Rose. Janet, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa majina naitwa Anne Sipo. Mungu wangu. Na huyu pia ni kama mtoto wangu. Bwana asifiwe sana. Ananiita mimi mkaza mjomba. Haleluya. Na mimi nimesimama hapa, mimi ni mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana kwa ajili ya wakati huu, kipindi hichi kizuri.
mimi ni kufurahia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu ana mpango mzuri kwa kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa langu la kumwambia ni kwamba akaweze kushikilia neno, kwa sababu ametoka katika familia ambayo imeweza kusimama na huyu Mungu. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa pamoja na Abraham kwa sababu Abraham alikuwa amemtii Mungu. Alikuwa akitii maagizo ya Mungu. Alishika maagizo ya Mungu. Kwa hivyo tu nataka kukuambia leo kijana wetu, kule unaenda ni mbali. Hautaona mzazi kwa macho, hautaona labda mtu wako wa karibu kwa macho wa kukutia moyo, lakini nataka nimshukuru Mungu kwa sababu tukiwa na Mungu hata tukiwa wapi, yeye ndiye anaweza kututia moyo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wanangu, yasikilize mausia ya baba yenu. Tegeni masikio mpate kujua ufahamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Anawapatia watoto wake mausia. Tena anawaambia watege sikio vizuri wapate kupata ama kujua ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna ufahamu nyingi ambao bado una. Utakapoenda katika nchi ile utakuta mambo mengine mengi zaidi ambayo labda yatakupa ufahamu zaidi. Lakini je, ufahamu utakaopata katika hayo mambo ni ya kiungu ama si ya kiungu? Bwana Yesu asifiwe. Basi ushafungua milango zote za hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo baraka nyingi umezifungua kwa hii nyumba, Mungu ametenda kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unamtumainia na uzidi kumtumainia vile neno linavyosema. Usitegemee binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutaenda kumkaribisha. Unaona nitakuongea. Sawa. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimesema I am still gathering my thoughts. Zimekuja sasa. Shapango kwa akili. Anyway, make it nimekuja ku believe by the way God has plans for us and he knows where we can thrive best. Kwenye Mungu anajua unaweza kufanya kitu best. That is where he will take you. The funny thing, sengine was atuoni venye Mungu anaona. I didn't aspire to be a salesperson. Mimi nilijua I want to be a doctor or just something, you know. Kwanza hiyo doctor ndo nilikuwa naimba nataka kuwa daktari. Katika Proverbs chapter 3 verse 5 inasema, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and he will show you the right way. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. If you do, it will be like good medicine, healing your wounds and easing your pains. Kuna ushauri mwingi nafikiri umetolewa na kila mmoja wetu. Mimi sitaongezea sana, lakini kitu tu nitasema ni kwamba sote kama binadamu ni viumbe ambao tumeumbwa na Mungu. Na Mungu anapoumba kila binadamu amempangia mpango katika maisha. Amejua huyu nikimuumba, nimemuumba ili katika ufalme wa mbinguni anifanyie hiki na hiki na hiki na kile. Na pia hazina yako imewekwa mbinguni. Unajua Mungu anapokuumba kila kitu amekamilisha, mpaka hata hazina yako. Nyota yako ameitayarisha, baraka zako na vitu vyote utakavyohitaji katika hii dunia. Lakini sasa upande wa pili naye shetani, kwa sababu ni mtu aliyekuja kuiba, kuharibu na kuua. Yeye naye pia huwa ana mpango wake. Hataki ufuate ule mpango wa Mungu. Yeye ana mpango wake naye ambaye atakupeleka mpaka mwisho akutumbukize motoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uamuzi huwa tuko nao, kama vile katika lile shamba la Edeni Adamu alikuwa na uamuzi kutii vile Mungu amemwambia ama kufuata sauti ya shetani. Kwa hivyo huyu kama kijana wetu ambaye anatoka katika boma la Wakristo, lazima ajirudie nyuma, aangalie katika maisha yake pale alipotoka mpaka pale amefika. Hayo yote si kwa uwezo wake bali ni kwa uwezo wa Mungu. Hayo masomo ambayo amesoma kwa hiyo shida, mimi nakumbuka kweli baba yake akisema alikuwa akiwa mdogo vile alikuwa analia na kadhalika. Alipoingia ile shule changamoto nyingi amezipitia. Lakini kumbuka Mungu amemlinda. Mambo kama madawa kulevya na vitu vingine Mungu amemwepusha. Kumbuka hii safari ambayo anaipata na hii scholarship ambayo ameipata imetokea kimiujiza. Nakumbuka shemegi akinielezea vile ilikuwa wenyewe hata hawakuitarajia, lakini ikatokea mtu anapata sauti na mwambia hii ni ya mtu fulani.
akawa hana amani mpaka ikabidi ampigie huyu babake simu. Na kulikuwa njia nyingi zimefungika, lakini wakijaribu anaona kila kitu kinafungwa mpaka hawakuamini itafanyika. Sasa hiyo ndio alikuwa anamwambia kijana ajue hiyo yote ilikuwa ni Mungu amezungumza na watu fulani. Na asisahau, awe kama vile Yusufu. Ajue Mungu alipokuwa ananitoa katika nchi ya Kenya anafanya miujiza yake, japokuwa wazazi wangu walikuwa hawawezi hivi vitu. Hata hii nafasi ingepewa mtu mwingine, lakini Mungu akazungumza na mtu fulani, hii ni ya mtu fulani. Hizi njia zote Mungu amezifungua mpaka kule anakokwenda kule uchini. Kwa hivyo kama vile neno lako linasema, na wewe usimsahau Mungu wako. Ukimtegemea kwa kila jambo, kila wakati unamwambia Mungu, wewe ndio ulifungua njia zangu, na wewe ndio umenileta, na unajua ni kwa nini. Na mimi nataka uwe na mimi mpaka wakati na itakuwa ni ushuhuda. Na utakuta kila kitu kinafunguka. Kwa hivyo usingependa kusema mengi, yayo ndio hayo machache, na Mungu ayabariki. Bwana Yesu asifiwe. Tukulipeni ni Bwana wa majeshi. Tukisema ni kukulipa Bwana, tunataka kukulipa Mfalme. Ninakutukuza ni kwa sababu unaweza. Tuka Bwana, umbali umetutoa Mfalme. Hata umbali wa maisha ukichana Bwana, hakuna kile tunaweza kukulipa Mfalme, lakini pokea heshima na utukufu kwa sababu unaweza. Unaweza niposa tunakuinua. Unaweza niposa tunakuinua pamoja. Ni kwa ajili ya kulinua na kulitukuza jina lako. Asante ni kwa ajili ya mtoto huyu Bwana. Tunakushukuru Mungu wa Israeli. Ni kwa ajili ya safari Mfalme. Najua Baba umeshatangulia Mungu. Najua Baba umeshachukua usukani sasa. Tangulia Mungu wa Israeli. Mahali pale anaenenda Mfalme ni mahali Baba ni ugeni ni Jehova, lakini Bwana ukamshike mkono. Tunachohitaji Mfalme ni ulinzi utokao kwako mbinguni. Tunachokataa ni kila nguvu zote za giza kuinuka na kuinuliwa, tazama nyingine kujiinua. Zote tunazitabiria kushinda. Tunazitabiria kushinda. Tunazitabiria kushinda hapa duniani mpaka mbinguni katika jina la Yesu. Asionekane Kristo kaonekane.
Tunakamata kila falme zote. Tunazitikisa zikikanyaga chini ya nyayo katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Chukua nafasi ya mbele zako. Chukua sukari chakula. Muongoze Bwana wa majeshi. Mfalme wa amani usimwache. Asante ni kwa wewe ni mwema. Haleluya, tunalina na kulitukuza jina lako Yesu. Ni kwa sababu umetenda. Inuliwa tukuzo ni kwa sababu unastahili. Asante katika jina la Baba na Mwana na hata na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Haleluya. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya. Tumwambie Bwana asante. Haleluya. Tena mema tumwambie Bwana asante. Haleluya. Tumwambie Bwana asante. Lakini usijali, Mungu atakusaidia. Mungu tu. Usikose, usisahau kabisa kwenda hata siku moja ukipata nafasi. Miaka ni mingi, wangu ameenda. Yule atana maliza watatu next year, God willing, Mungu akipenda. Mmoja atarudi na mwingine yule ni kama anaongezewa miaka miwili tena. Lakini wacha namwachia Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Lakini usijali, mambo ya chakula ndio itakuwa. Wale mpaka nyama inaikuwa sukari. Wamezoea kweli. Anaweza kumbariki kijana wetu na kila alicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kubariki kile utakachotoa Mungu atakubariki. Kwa sababu najua kuna watu watakutarajia hivyo. Yamewakuta tu na ilibidi. Kwa hivyo kile ulicho nacho Tasimama hapo. Wewe ndio mgeni wetu wa heshima. Amina. Bwana asifiwe. Na wewe uliyeketi utaamka ukija ukimpongeza na ukuleta. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema huyu Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Huyu Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu. Hakika tumemuona Mwokozi, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ametenda ya ajabu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Masia, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema huyu Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru Bwana, tunasema ni asante. Asante Bwana hata kwa kipawa Jehova mfalme wa ajabu umeweka katika mikono yetu mwana wa Mungu. Nasema Bwana tumebariki mtoto huyu, acha Bwana akazidi kubarikiwa zaidi na zaidi katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana tukisema ni asante kwa kuwa Jehova hata nasi utaenda Bwana kutubariki maana tumetoa kwa moyo mkunjufu Jehova. Nasema Bwana kumwinua na kumbariki kijana huyu katika kila jambo katika maisha yake mfalme wa ajabu. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mungu tunakushukuru. Amen. Na nashukuru kwa sababu ya neno la Mungu ambalo nimesikia watu wakilitaja, ni kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo ningependa mimi na mke wangu na Neli hapo hapa tutasimama tumpatie zawadi tumemnunulia ambayo Ebeneza. Mama hii ni Biblia. Katika hii Biblia kuna maneno tumeandika. Inasema hivi: This book of the law shall not depart out of their mouth, but thou shall my jest on it observe to it according to all that is written therein, for therefore shall make thy way prosperous, and thou shall have good success. This is Joshua chapter 1 verse 8. Kwa hiyo Neli njoo hapa. Shika nipatie. Shipatie brother. Nipatie. Moja sema neno la Mungu.
mwisho ni kwamba huyo kijana ni chuzi ile siku wakati tulikuwa kwa shirika alikuwa msafiri. Lakini 31st August ndio siku alizaliwa. Kwa hivyo birthday yake ilikuwa wakati huo na ndio amefikisha 18 years. Kwa hivyo ana cake, nafikiri atakata, watu wakawane, naona itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo hii ni kazi yako sasa. Sasa wewe mwenyewe ufungue pale, ukate ukawia watu, alafu naona itakuwa ni vizuri. Mpatie kisu. Mpatie kisu. Nataka zaidi. Mpatie kisu mpatie. Inaonekana kijana, hizi baraka ni nyingi sana. Na hizi baraka kama unainanasa kweli, utarudi kama uko sawa kabisa. Muonyeshe hapo kupige picha. Mama, muonyeshe hapo kupige picha. Auntie.
Amesoma. Ubarikiwa kweli. Kuzaliwa wakati wa njaa. Kuzaliwa wakati chakula iko na tatizo. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, tulikuja na baraka zako mahali hapa na Mungu umetubariki. Tunaamini Baba, ushirika wa Maritini umeufungua leo Baba watoto kwenda ng'ambo. Amen. Na tunaamini Mungu wetu Baba, wewe ni Mungu usiyeshindwa na lolote, unayeshinda yote. Kwa kuwa yote yako mkononi mwako. Tunaamini Baba Ebeneza amefungua njia ya watoto wote wanaoshiriki katika ushirika huu Baba, na watoto wote wataenda kubarikiwa kwa kuwa baraka zote ni zako, baraka zatoka kwako, hazitoki kwa binadamu. Tunaamini Mungu umetenda miujiza na miujiza itaendelea kutendeka. Tunaamini Mungu hata chakula tulichokula mahali hapa Baba utazidi kujaza chakula katika nyumba hii. Chakula hakitakosekana katika nyumba hii. Utazidi kubariki nyumba hii na utazidi kuinua kwa kila jambo, na lolote litakalotakana kufanyika Mungu utaenda kulifanya, na sifa na utukufu zitakurejelea juu mbinguni. Tunaamini Mungu wetu, wewe ni Mungu, umesikia maombi yale tumeomba Baba yakapate kutendeka, na sifa na utukufu ni kwako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us now. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us now. Photographer, hata Mungu ambariki sana kwa jina la Yesu. Amen.